Ni Juni 5, 2025. Naitwa Zawadi Machibia na kusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, tafakari inayokujia kila siku ikiwa imeandaliwa na mchungaji Chris na inakujia kupitia Rhapsody of Realities, Rhapsody ya uhakika. Na hii ni sauti ya Rhapsody. Basi ujumbe wetu hii leo unasema kuelewa nguvu ya jina lake lisilo na kifani. Kuelewa nguvu ya jina lake lisilo na kifani. Neno la msingi liko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 13 na wa 14. Mistari hii inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Katika ufafanuzi, tafakari ya leo inasema, jina la Yesu lina umuhimu usio na kifani, na kwa hivyo kuelewa nguvu iliyo nyuma ya jina lake lisilo na kifani kuna umuhimu mkuu kwa kila Mkristo. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 16, sura ya kwanza mstari wa 16 hadi wa 19, Mtume Paulo anasisitiza ukuu wa Bwana Yesu kwa kusema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Angalia, inasema kwamba vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake Yesu. Hii ina maana kwamba kila kitu kilichopo, kiwe kinaonekana au hakionekani, iwe ni viti vya enzi, uwe ni usultani, falme au mamlaka, kuwepo kwa vyote kunatokana na Bwana Yesu. Vilevile katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 21, Biblia tafsiri ya Amplified Classic inatangaza kwa uwazi kabisa kwamba Bwana Yesu yuko juu sana kuliko enzi na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, juu ya kila cheo kinachoweza kutolewa, si katika wakati huu tu na ulimwengu huu, bali pia katika wakati ujao na ulimwengu ujao. Kwa hiyo kuomba katika jina la Yesu si utaratibu wa kidini, ni upendeleo na heshima isiyoelezeka. Jina lake ndilo jina kuu mbinguni, duniani na chini ya nchi. Biblia inatuambia katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11 kwamba, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Kutumia jina la Yesu katika maombi, maana yake mlango uko wazi kufikia yote yaliyo asili yake na yote aliyonayo. Inamaanisha kuwa unatenda kazi kwa mamlaka yake na nguvu za kiungu. Unapoomba katika jina lake, unajiweka sambamba na yule aliyeumba vitu vyote na mwenye kushikamanisha vitu vyote pamoja. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa mamlaka ya jina la Yesu na fursa ya kuomba katika jina hilo na kupokea majibu. Ninakushukuru kwa fursa ya kutumia jina la Yesu kuleta mabadiliko na kuimarisha mapenzi yako duniani na katika maisha ya wanadamu. Ninatembea katika utimilifu wa nguvu na baraka hii katika jina la Yesu. Amina.
Basi masomo zaidi tunayapata kutoka kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11, Yohana sura ya 14 mstari wa 13 hadi wa 14, na kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 20 hadi 22. Haleluya. Ni matumaini yangu ujumbe wa leo umekubariki. Ni furaha iliyoje kulitumia jina la Yesu Kristo kuishi katika kila jambo, maanake ndani yake kinapatikana kila kitu. Kwa nini upate tabu wakati Yesu yupo? Basi ukiwa na swali ama una ujumbe, kuna kitu unataka kukielewa zaidi, au unataka kumpa Bwana Yesu maisha yako kama hujaokoka bado, huu ndio wakati. Tuandikie, tutumie ujumbe, kutumia namba hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu wangu aliye hai akubariki.